Sisi watu wa Msimbazi tulionewa siku ile mwaka. Ni Comrade Emmanuel Abuya, mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Kigoma, akiwa katika ziara ya kamati ya utekelezaji iliyopewa jina la Operation Vijana na Samia. Majira ya saa 3 asubuhi, Comrade Emmanuel Abuya anawasili katika ofisi ya chama wilayani Kakonko tayari kuanza ziara wilayani humo, na kabla ya kuondoka anaongea na wanachama wa wilaya hiyo walijitokeza kumpokea na kuambatana naye katika ziara hiyo. Umoja ndani ya chama chetu ndio ushindi wa chama chetu. Kwa kama kuna kipindi ambacho chama chetu kinahitaji umoja na mshikamano, kuliko kipindi kingine chochote ni kipindi hicho ambacho tunaelekea kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Daktari Emmanuel John Nchimbi, Daktari Hussein Ali Mwinyi. Kwa sisi wagombea wetu ni madaktari watatu. Ni madaktari wasomi hao watatu. Hawa ndio wagombea wetu. Na wote mmeona baada ya kuona hiyo timu, wenzetu wanasema hawaingizi timu uwanjani. Ni kwa sababu wameona timu yao kidogo ni dhaifu. Lakini hili jambo msilinasibishe na Simba. Maana mimi ni mshabiki wa Simba. Sasa hili jambo la kisiasa msilinasibishe. Sisi watu wa Msimbazi tulionewa siku ile mwaka. Kisha anajiunga na vijana wa chama hicho waliokuwa wakiimba nyimbo za hamasa zikiashiria uzalendo walionao vijana hao kwa chama chao. Ziara inaanzia shule ya sekondari Kakonko, ambapo mwenyekiti wa UVCCM mkoa aliwakumbusha wanafunzi wa shule hiyo jitihada alizofanya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan katika sekta ya elimu. Sasa ndugu zanguni, ninyi mnajua miaka 5 iliyopita, miaka 5 nyuma, wanafunzi wa kidato cha kwanza, kidato cha mpaka kidato cha 6 walikuwa wanalipa ada mashuleni. Si ndio hivyo jamani? Si ndio hivyo? Lakini ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi imeelekeza kwamba wanafunzi wote kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 6 wasome bure. Jamani, mnalipa ada? Mnalipa ada? Ilani imetekelezwa, haijatekelezwa? Hai. Jambo lingine ndugu zangu, ninyi wanafunzi ambao mnaenda kusoma vyuo vikuu mwakani, Mungu akiwasaidia, mnajua kwamba kaka zenu na ndugu zenu ambao walitangulia kipindi kilichopita, yani miaka 10 nyuma, walikuwa wanapata changamoto sana ya kupata mikopo kwenye elimu ya juu. Si mnajua jamani? Lakini mwaka huu Daktari Msomi Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, zaidi ya 95% ya wanafunzi wote ambao wamejiunga na chuo kikuu mwaka huu wamepata mikopo. Hapo vipi jamani? Pigeni makofi Daktari Samia Suluhu Hassan jamani. Baada ya shule ya sekondari Kakonko, sasa ni zamu ya shule ya sekondari Rugenge, ambako mbali na mengi yaliyozungumzwa, wanafunzi wa shule hii wanatumia nafasi hiyo kutoa ya moyoni. Jina naitwa Datifa Yudas. Nasoma katika shule ya sekondari Rugenge. Naweza nikuelezea ambavyo vitu Samia Suluhu alivyotufanyia. Ametujengea madarasa, ametukuza kielimu, hata sisi kwa wanawake ametupambania, ametuongoza vyema. Rais hakika apewe mitano tena. Kwa majina naitwa Josie Elisha, ni mwanafunzi wa shule ya Rugenge Secondary School. Ni mwanafunzi wa kidato cha 4. Tunamshukuru Samia kwa sababu ametusaidia vingi. Ameweza kutusaidia maabara moja ya chemistry, lakini tunashukuru tena kwa maabara ya biology na fizikia ambayo inaendelea na naamini na yenyewe inaenda kukamilika. Tena tunashukuru kwa sababu ametusaidia madarasa ya kutosha. Lakini tunaamini tena kwa yale yote tuliyoomba ataenda kutusaidia tena. Samia Suluhu miaka 5 tena. Kwa majina naitwa Joseph John Bosco Jacobo, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Rugenge ambayo inapatikana wilaya ya Kakonko mkoa wa Kigoma. Kwa niaba yangu na kwa niaba ya shule hii naweza nikasema Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kutusaidia katika kulipia elimu ambazo tunatumia hapa shuleni na katika kulipia ada ambayo tunatumia hapa shuleni. Pia tunamshukuru kwa kuweza kutuletea madarasa ya kisasa ambayo tunazidi kuyatumia. Hivyo tunamshukuru kutokana na alivyotuweza kutusaidia mpaka tukaendelea kitaaluma. Hakika Samia Suluhu mitano tena.
Huu ni msafara wa ziara kuelekea katika kata ya Rugenge ambako mapokezi yalijawa na shamla shamla, ndelemo, nyimbo, ngoma na vifijo. Kasongati limezinduliwa na mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Kigoma, ndugu Emmanuel Abuya. Hapa mwenyekiti wa UVCCM mkoa wa Kigoma anafanyia uzinduzi wa tawi la Kasongati. Kisha Comrade Emmanuel Abuya anaongea na wananchi wa kata ya Rugenge. Mbali na kuhimiza wananchi kumuunga mkono Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ameeleza miradi mbalimbali inayotekelezwa na awamu ya 6 kama ukarabati na upanuzi wa uwanja wa ndege, ujenzi wa reli sanifu maarufu SGR, ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule, vyuo, hospitali na barabara, bila kusahau amani ya nchi. Amani na usalama ndani ya taifa letu vinasimamiwa kikamilifu na uwepo wa Chama cha Mapinduzi vikiongozwa na mwanamama jemedari Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika bara zima la Afrika, sasa hivi karibia kila nchi inatamani, kila raia anatamani kuja kuishi Tanzania. Ni kwa sababu ya ulinzi na usalama. Na ulinzi na usalama ni ahadi ambayo sisi wana CCM miaka yote kuanzia awamu ya kwanza mpaka awamu ya 6 kwenye ilani yetu, jambo la kwanza ambalo tunasisitiza na ambalo tunawaahidi wa Tanzania ni ulinzi na usalama miongoni mwao. Na mambo yote hayo yamefanywa na serikali zote zilizopita. Sasa hii ya Samia Suluhu Hassan ndio imevunja rekodi. Hatuko kama wenzetu. Juzi nyewe mmeshuhudia chama kimoja kimefanya uchaguzi. Haijawahi kutokea makamu mwenyekiti na mwenyekiti wake wanagombea nafasi moja. Wametukanana, haijawahi kutokea katika historia ya taifa letu. Na juzi nimemsikia mzee Wasila anasema anashangaa kumbe matusi huwa yanapoteza watu. Yaani matusi aliyopewa Mbowe kwa kipindi cha mwezi mmoja yamempoteza kwenye ramani za siasa za nchi. Ameenda kutafuta maukoto. Kwa hiyo unaweza ukaona ustaarabu, unaweza ukaona na busara ambayo inakiongoza Chama cha Mapinduzi. Hivi ninavyozungumza na nyie, Mama Samia ana marais wengine 5 waliotangulia. Wote wamepokezana vijiti kwa njia ya amani, kwa njia ya ustaarabu, kwa njia ya utulivu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.